Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibariki ambacho ametupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Pia namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama, na kuomba tafadhali kama bado haujasubscribe usubscribe, ili kwamba uwe mwanafamilia wa chaneli hii, ili kwa tunapoinua vipindi uwe mtu wa kwanza kuweza kuviona hivyo vipindi ambavyo tunaweza tukaviinua, uwe mtu wa kwanza. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka twende kuangalia, kwamba kuzimu ipo wapi na peponi ni wapi. Kuzimu ipo wapi na peponi ipo wapi? Hili ndio ambalo nataka twende kuangalia kwamba kuzimu ipo wapi, kwa sababu kuna watu ambao kuna elimu ambazo huwa zinazungumzwa ambazo ukiangalia sana ni za kupoteza, lakini neno la Mungu liko wazi, na Mungu liko wazi. Ukilisoma kwa kutafakari utajua kwamba kuzimu ipo wapi na peponi ni wapi, maana watu wengi wanaweza wakawa wanaijua kuzimu wanavyoijua wao, na pia lakini wasijue peponi, maana mtu ajui peponi ni wapi. Lakini kwa haraka mwana wa Mungu ujue kwamba kuzimu ni sehemu ya mangojeo, ya waliotenda dhambi, na peponi ni sehemu ya watu ambao ni sehemu ya watu waliotenda mema, ni sehemu ya mangojeo pia. Wanangojea nini? Wanangojea hukumu ile ya mwisho. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakufa akiwa anatenda mema, anakwenda mahali panaitwa peponi. Kwa mtu ambaye anakufa akiwa anatenda mabaya, anakwenda sehemu inaitwa kuzimu. Hasa kuzimu ni wapi na peponi ni wapi? Kwa haraka ni kwamba tuweze kufahamu kuzimu ni wapi na peponi ni wapi, lazima tuangalie kwamba kuzimu iko wapi na peponi iko wapi. Lazima tuangalie neno la Mungu linasemaje. Lakini kwa haraka, maana hapa nataka nichukue muda kidogo, nisichukue muda sana. Nataka nichukue kama dakika 10 au chini ya dakika 10, ama chini ya dakika 10 kuliongelea hili swala, dakika 10 ama chini dakika 10. Hivyo nivumilie, usitoke, endelea kuangalia mpaka mwisho na Mungu atakubariki. Huenda sasa hujanielewa, lakini baadaye mwishoni ukanielewa. Kwa hiyo usiondoke, endelea kuangalia. Neno la Mungu linasema kwa kitabu kile cha Luka sura yake ni ya 23, mstari wake ni wa 39. Neno la Mungu linasema hivi: na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe katika hukumu hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. 42. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Kwenye 43 ambako kuna pointi, Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kwa hiyo ili kwamba tuweze pia kugundua kwamba peponi ni wapi, lazima tujue kwamba Yesu baada ya kufufuka alikwenda wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiangalia alipofufuka alikwenda wapi? Alikwenda mbinguni, kwa sababu alikwenda mbinguni na amemwahidi kwamba atakuwa pamoja na yeye, Kwa hiyo tunajua sasa peponi ni huko juu mbinguni. Kuna sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya watakatifu, Kwa hiyo ukiangalia kwa mtazamo huo utajua kwamba peponi iko wapi, sababu Yesu alikwenda wapi? Alikwenda juu mbinguni. Na kuna labda kwa mtu mwingine sasa ningia kwenye akili ya mtu, hata sababu nimesema kwamba Yesu alisema kwamba leo
utakuwa pamoja na mimi peponi. Na tukiangalia Yesu alipofariki ilikuwa hiyo siku, lakini akwenda wapi? Lakini akwenda mbinguni. Kwa hiyo na maana kwamba labda kama asema kwamba leo nitakwenda, utakuwa pamoja na mimi peponi, utakuwa pamoja na mimi peponi. Kwa hiyo na maana kwamba sasa peponi ni kule Yesu alipokwenda, alipozikwa, hapa ndo peponi. Hapa nimejaribu kuingia kwa akili ya mtu ambaye anakufikiria hivyo. Nimejaribu kuingia kwa akili ya mtu anaweza kufikiria hivyo. Lakini lazima ujue, mwana wa Mungu, ujue hivi, jua hivi kwamba ndio sehemu ya mangojeo mwanzo. Sema mangojeo mwanzo, kabla ya kufufua kwa Yesu, kulikuwa ni huku chini kabisa kuzimu. Ndio kulikuwa kuna sehemu ya mangojeo. Huku kulikuwa kuzimu, kulikuwa kuna watu, kulikuwa kuna maeneo mawili. Sawa sawa na kitabu kile cha Luka 16:19, habari za tajiri na Lazaro. Na hapo pia ndipo ambapo tunapojua kwamba kuzimu ni wapi, kwa sababu yule tajiri alipokufa alikwenda alipozikwa akaenda kuzimu. Kule kuzimu alipokuwa kwenye mateso, akainua macho yake. Watu wanajua kwamba kuzimu ni huku chini. Kuzimu ni huku chini. Lakini alipokuwa kule kuzimu, akainua macho yake, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani pake. Kwa hiyo kabla Yesu kufufuka, mangojeo ya watu wema pia yalikuwa huko chini. Lakini baada ya Yesu kufufuka yakabadilishwa, hayakuwa tena huko chini. Kwa hiyo peponi ni juu, kuzimu ni chini. Yalibadilishwa vipi? Angalia neno la Mungu linavyosema kwa kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, Injili sikusoma ilivyoandika Mathayo, sura yake ni ya 27. Sura yake ni ya 27, mstari wake tuanzie wa 50. Tuanzie wa 50. Inasema hivi, naye Yesu akiisha kupaza sauti tena. Nasema baada ya Yesu kufa, baada ya Yesu kufa ndipo ilipobadilishwa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. 51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Kwenye 52, makaburi yakafunuka, ikaonekana miili mingi ya watakatifu waliolala. Kwa hiyo ikaonekana baada ya Yesu kufufuka, baada ya Yesu kufariki, makaburi yalifunuka, ikaonekana miili ya watakatifu waliolala. Kwa sababu gani? Walibadilishwa sasa, wasiishi kule, kwa sababu mwanzo ndio walikuwa wanaishi kule, lakini baada ya Yesu kufa, yalibadilishwa sasa sio kule tena. Kwa hiyo hivi sasa peponi ni huko juu. Sijui ni mbingu ngapi, sijajua ni mbingu ngapi, lakini najua ni huko juu ambapo Yesu alipokwenda, na ndipo ambapo ndugu zetu ambao wameokoka, ambao walikufa kwa ajili ya Yesu Kristo, ndipo ambapo tunapotungojea huko. Kwa hiyo peponi ni huko juu, na wote ambao wako huko peponi na ambao wako kuzimu, wote wanasubiria hukumu ya mwisho, ile hukumu ya mwisho ya kiti cheupe. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura 20:11, Ufunuo 20:11, na usijui kama unaniruhusu. Ufunuo 20:11, na Mungu nasema kwa haraka ili kwamba nimalize. Nasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aliyeketi juu ya kiti, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pawa pakuonekana. Kwenye 12, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunuliwa, na kitabu kingine kikafunuliwa ambacho ni kitabu cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu sawasawa na matendo yao. Kwa hiyo tunaona kwamba walipo ambao wapo peponi, ambao tumesema ni huko juu, na ambao wako kuzimu, wote wanasubiria hii hukumu ya mwisho, ya kiti cheupe, Kwa hiyo mwana wa Mungu, leo nimeona vyema na nimesukuma kuambia hiki ili kwamba ujue kwamba kuzimu ipo wapi na peponi ni wapi. Nadhani muda wangu ambao nimekwambia nitautumia ndio huo, dakika 10. Kwa hiyo zimezidi, ni zile tu za intro na ile ile ya kumalizia, hizo ndio ambazo zimezidi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na nakutakia amani ya Bwana. Shalom.